BMP TV Professional Update. Huendeleaje ndo mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, tunazidi kukuletea matangazo ya hapa na pale ambayo yanazidi kufanya kufahamu taarifa ambazo zinazidi kuendelea pamoja na BMP TV Online. Kuwa pamoja nasi kila wakati ili kupata update nono kabisa kama na hizi. Na huu ni muktasari wa habari. Rwanda. Je, kuna kilichobadilika Rwanda hadi wakimbizi waliokaa ukimbizini zaidi ya miaka 30 waamue kurejea? Kongo. Ujenzi wa nguvu za kijeshi unaendelea kwa nguvu mpya. Na mtazamaji, kuwa pamoja nasi ili kupata update kama na hizi ambazo kila kukicha zinakufanya kufahamu update kabisa ambazo zinazidi kuendelea katika ulimwengu huu wa sasa pamoja na BMP TV Online. Na mimi ni Thursday Mr. Orange. Habari kamili. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za wakimbizi wa Kinyarwanda waliokaa uhamishoni kwa miongo mitatu wakiamua kurejea nchini mwao Rwanda kwa kile kinachoitwa hiari ya wao wenyewe. Lakini je, hali halisi ni hipi? Je, kuna mabadiliko yoyote chanya yaliyotokea nchini Rwanda ambao yangeweza kuwashawishi warudi? Jibu ni hapana. Kwa hakika hali ya ndani ya Rwanda ni mbaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika miaka ya hivi karibuni. Vitendo vya ukandamizaji wa kisiasa vinaendelea kushamiri dhidi ya raia wa kawaida, huku serikali ya Kigali ikionekana kulemewa na hali ya kisiasa na ya kijamii. Kauli kama ile maarufu ya Go to Hell iliyotolewa na Rais Paul Kagame ni ushahidi wa wazi wa msimamo wa utawala wake dhidi ya mazungumzo na ukosoaji. Wakati huo serikali inaendeleza bomoa ya nyumba za raia na uporaji wa mali binafsi kwa njia zisizo halali. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya msingi au ya kuvutia inayoweza kuhamasisha wakimbizi kurejea Rwanda kwa hiari. Ukweli unaouma ni huu: wakimbizi hawa wanaorejeshwa ni wahanga wa njama ya kushangaza inayowahusisha maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, viongozi wa serikali ya Rwanda na wanamgambo wa kundi la M23 wanaosaidiwa na jeshi la Rwanda RDF, ambao kwa sasa wanashikilia maeneo ya Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakimbizi hao wanalazimishwa kwa shinikizo la hali yao ngumu ya propaganda kutoa kauli za kwenye vyombo vya habari wakidai kuwa wameridhika kurejea nyumbani. Ukweli ni kwamba wanarudishwa kwenye utawala wa kidikteta wa Rais Paul Kagame na chama chake tawala cha FPR bila ridhaa ya kweli. Hili ni tendo la unyanyasaji wa hali ya juu na kwa hakika ni kama mzao wa kisiasa unaofanyika kwa gharama ya maisha ya binadamu. Swali tunalopaswa kujiuliza ni hili: je, umewahi kuona kondoo akishangilia kuelekea machinjoni? Historia inaonyesha wazi kuwa wakimbizi wa Rwanda, hasa waliokimbia baada ya vita ya mapinduzi ya mwaka 1994, wamekuwa wakihangaika kwa miongo kadhaa bila msaada wa maana. Mara nyingi wamekuwa wakisalitiwa na wale waliopaswa kuwalinda, wakiwemo maafisa wa shirika la UNHCR. Hili si jambo geni, lakini linahitaji kulaaniwa kwa nguvu zote. Kwa sasa maisha ya wakimbizi hawa yako hatarini, na wale wanaowasimamia kwa niaba ya jumuiya ya kimataifa wanaendelea kushindwa kutekeleza wajibu wao wa msingi na wa kawaida. Hii ni fedheha kwa mashirika ya kimataifa, ni tishio kwa utu na ni doa kwa
dhamira ya binadamu. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, vyombo huru vya habari na wanaharakati wa haki za binadamu kulivalia njuga suala hili. Sauti za wakimbizi hawa zisikike, ukweli usikike, haki itendeke. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ni mojawapo ya huko Rwanda, na hivyo tuelekee nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Kinshasa. Juni 2025, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga hatua muhimu katika kuimarisha uwezo wa vikosi vyake vya ulinzi na usalama katika tukio la kihistoria lililoshuhudiwa na viongozi waandamizi wa kijeshi na wa kisiasa. Makamu wa kwanza wa waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa ulinzi wa taifa, Mheshimiwa Guy Kabombo Mwadiamvita amekabidhi rasmi ndege mbili mpya za kijeshi kwa jeshi la kitaifa la FARDC. Ndege hizo mpya za kijeshi ni sehemu ya mpango mpana wa kisasa wa serikali kwa kuimarisha uwezo wa kiufundi na kimkakati wa jeshi la Kongo katika kundi mipaka ya taifa, kupambana na makundi yenye silaha pamoja na kuongeza ufanisi wa operesheni mbalimbali za kijeshi. Ndege hizo mbili za kwanza zimepewa majina ya heshima kwa ajili ya kuenzi mchango wa mashujaa wa taifa, Jenerali wa jeshi la ardhi Maele Lieko Bokungu, Jenerali wa jeshi la ardhi Leonard Mulumba Nyunyi. Majina haya ni kumbukumbu hai ya ujasiri na uzalendo wa viongozi wa kijeshi waliotangulia, waliolitumikia taifa kwa moyo wa dhati hadi dakika ya mwisho. Kwa mujibu wa maelezo rasmi kutoka kwa Wizara ya Ulinzi, ndege hizo zitasaidia sana katika kuongeza kasi ya usafiri wa maafisa waandamizi wa jeshi, kuwawezesha kusimamia kwa karibu wanajeshi walioko kwenye maeneo mbalimbali ya operesheni ndani ya nchi, hususan maeneo yenye changamoto za kiusalama kama vile mashariki mwa nchi. Tukio hili linatajwa kuwa ni hatua ya kwanza katika mfululizo wa usambazaji wa ndege 4 kwa jumla zitakazogawanywa kati ya makao makuu ya jeshi la taifa na makao makuu ya jeshi la nchi kavu. Wakati wa hafla hiyo iliyofanyika kwa heshima kubwa, mkuu wa majeshi ya FARDC alipokea ndege hizo kwa niaba ya jeshi lote na kutoa shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujitolea kwa hali na mali kuhakikisha kuwa jeshi linakuwa imara, la kisasa na linaloweza kujitegemea. Mheshimiwa Guy Kabombo Mwadiamvita katika hotuba yake alisisitiza kwamba ujenzi wa taifa imara huanza kwa kujenga jeshi imara, na kwamba serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ina dhamira thabiti ya kuondoa utegemezi wa nje kwa kujenga uwezo wa ndani kwa kijeshi kupitia uwekezaji wa vifaa, mafunzo na motisha kwa wanajeshi. Aidha, waziri huyo wa ulinzi aliwataka wanajeshi kuendelea kuwa na nidhamu, uzalendo na uaminifu kwa bendera ya taifa, akisisitiza kuwa silaha hizi mpya si tu vifaa vya vita bali ni nyenzo za amani na usalama kwa raia wote wa Kongo. Katika ujumbe wa kuhitimisha hafla hiyo, ujumbe rasmi wa FARDC ulisema FARDC ni chombo cha taifa, ni nguzo ya uhuru na heshima ya watu wa Kongo. Leo tunazidi kuwa imara, FARDC ni eloko ya makasi. Taifa linaamka, jeshi la Kongo linajengwa kuwa la kisasa na kujiamini. Kwa taarifa zaidi kuwa pamoja nasi BMP TV Online kwa huko YouTube pamoja Instagram na TikTok, hata hivyo Facebook. Kwa pamoja tunaweza. BMP TV Online tuko pamoja kwa hali na mali. Kuwa pamoja nasi mpaka pale ambako utakuwa unapata update kama na hizi. Pia share kwa watu wengine ili kupata mambo kama haya. Asante.
BMP TV Professional Update.